Haleluya, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. I hope utakuwa uko salama kabisa. Naomba nichukue fursa hii kuweza kukaribisha tena kwenye session nyingine kwenye Kingdom Mentorship Program. Na siku ya leo nakwenda kukufundisha hatua zitakazo kuweka kwenye njia ya kulitimiza kusudi. Hatua zitakazo kuweka kwenye njia ya kulitimiza kusudi. Kuna watu wengi ambao wamewahi kusema wanatimiza kusudi kwenye maisha yao. Kuna watu wengi wamewahi kusema kwa vile vitu wanavyovifanya wanapambana kuweza kutimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Lakini mwisho wa siku wameangukia kwenye vitu ambavyo havieleweki. Mwisho wa siku wamekuwa wanafanya vitu ambavyo vinaleta maswali kwa watu wengine. Na kupitia hili somo la leo ndio nakwenda kukuonyesha kwamba kusudi la Mungu sio kile ambacho unasema unakifanya kwa maneno yako. Kusudi la Mungu ni kile unachokiishi. Kusudi sio statement fulani ambayo umeiandika kwamba let's say mimi ni mhubiri wa neno la Mungu na ninasema nimeitwa kwa ajili ya kutengeneza watu wa kimkakati kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa ajili ya jamii na familia. No, kusudi la Mungu sio hivyo. Kusudi la Mungu ni kile kitu ambacho mtu anakiishi kwenye daily basis. Na kama kusudi la Mungu ama kusudi ambalo unalitumikia kwenye maisha yako ni kile kitu ambacho unakiishi kila siku, maana yake hicho kitu kina mwenendo wake wa namna fulani, kina njia yake. So watu wengi wamejikuta kwenye mtego wa kuipoteza njia ya kusudi na kuelekea kwenye njia nyingine. Kwa sababu unatakiwa uelewe, ziko njia nyingi hapa duniani za kufanya maisha. Kuna njia ya uharibifu, kuna njia ya uovu, kuna njia yako binafsi. Kwa hiyo unaweza ukajikuta umeishi kwenye njia yako wakati unasema unatimiza kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ukweli ni kwamba hautatokea pale. Hauwezi leo ukapanda basi kutoka Mwanza ambalo wamesema hili basi linaelekea Nairobi ukiwa na matarajio ya kufika Dar es Salaam. Haitatokea umefika Dar, utafika Nairobi kwa sababu ulipanda basi ambalo linapita njia ya kuelekea Nairobi. So natamani kuonyeshe hatua 9 za kimkakati ambazo unatakiwa kuzidumbukiza kwenye kile ambacho Mungu amekuassign kuweza kukifanya ili uwe na focus, uwe na spidi na uwe na ujasiri wa kuweza kulitimiza kusudi kwenye maisha yako. Kitabu cha Zaburi sura ya 139 mstari wa 23 na 24. Zaburi 139 mstari wa 23 na 24, maandiko yanasema, Mungu unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu. Uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Kuna njia ambayo inaweza ikaleta majuto kwenye maisha yako. Kuna njia ambayo inaweza ikakupeleka kwenye uharibifu badala ya kukupeleka kwenye kulitimiza kusudi. Mtu wa Mungu, kuna njia ambayo kama utaifuata, utajikuta siku baada ya siku unashuka badala ya kupanda. Kuna njia kama utaifuata, utajikuta badala ya kuendelea kubaki pale kileleni ulipokuwa, unakuwa kila siku mtu wa kilio. Iko njia ambayo inaitwa njia ya majuto. Na adui ni mjanja kuliko unavyoweza kufikiri. Anaweza akakustadi, akaona kabisa upo kwenye biashara yako with a desire ya kumtumikia Mungu. Upo kwenye kazi, hiyo ofisi uliyopata neema ya kuingia na desire ya kumtumikia Mungu. Adui anaweza akapenyeza njia ya majuto. Akatumia mlango wa marafiki, akatumia mlango wa mahusiano, akatumia mlango wa kitu chochote kile ambacho kinaweza kikakutoa kwenye kulitimiza kusudi na kuelekea kwenye majuto. Wako watu wengi, mtu wa Mungu, ambao tunajua walianza vizuri lakini katikati ya safari walipotea. So kuna njia ambayo ni njia ya majuto. That tells kwamba kama kuna njia ya majuto, basi maana yake kuna njia ambayo ukiifuata itakupa faida. Kitabu cha Zaburi sura ya 32 mstari wa 8, maandiko yanasema, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea.
nitakushauri na jicho langu litakutazama. Mungu anaonyesha yuko na desire ya kukufundisha njia unayopaswa kuiendea. Yuko na shauku ya kuwa na kushauri on daily basis ili usije ukaangukia kwenye njia ya majuto. Sasa hii ni kukuonyesha kwamba kama kuna kitu cha msingi kwenye maisha yako, wakati unasema natimiza kusudi, biiti uko kwenye ajira, uko kwenye ulimwengu wa biashara, uko kwenye sekta ya fashion, uko kwenye huduma, uko kwenye siasa, kama kuna kitu hautaki kukipoteza, ni kupoteza nafasi ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hawezi akawa na muda wa kukushauri, hawezi akawa na muda wa kukufundisha, hawezi akawa na muda wa kukuonyesha njia kama uko mbali na yeye. In fact, hata akiongea hautamsikia, hata akikushauri hautamuelewa. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho unatakiwa kukitunza kwa nguvu zako zote, ni uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Kitabu cha Zaburi sura ya 37 mstari wa 23 hadi 25. Zaburi 37 mstari wa 23 hadi 25. Maandiko yanasema, hatua za mtu huamrishwa na Bwana, naye aipendaye njia yake, ijapo jikwaa hataanguka chini. Bwana humshika mkono na kumtegemeza. Na alikuwa kijana, hata sasa ni mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Maandiko yanatuonyesha kwamba kwa yule mtu ambaye ametengeneza commitment ya kusaidiwa na Mungu, ametengeneza nafasi ya kupata msaada wa Mungu, Mungu anamshika, Mungu anamuongoza, Mungu anamsaidia kutembea kwenye hiyo njia. So it is my desire, mtu wa Mungu, it is my great desire, kwenye bidii zako ambazo uko nazo kila siku kwenye maisha, kwenye hicho kitu ambacho umepewa neema ya kukifanya, kwenye hilo eneo ambalo umesimama, kwenye hiyo ofisi ambayo upo, kwenye hiyo biashara ambayo unataka kuanzisha, kwenye hayo masomo ambayo unasema unasoma soon ili uweze kuingia kwenye nafasi yako, it is my great desire uweze kujua vitu vitakavyo kuweka kwenye njia ya kulitimiza kusudi. Kwa nini? Kwa sababu kama usipofanikiwa kuretain na kubaki kwenye njia itakayo kusaidia kuwa na focus, kuwa na nguvu, kuwa na ujasiri wa kulitimiza kusudi, adui atamanipulate maisha yako na kukuingizia njia ya majuto. Adui atamanipulate maisha yako na kukupeleka kwenye njia ya uharibifu. So, nini cha kufanya? Nini cha kufanya ili uweze kubaki kwenye njia itakayo kusaidia kuweza kulitimiza kusudi? Jambo la kwanza, lazima uokoke. Lazima uokoke. Lazima uokoke na uunganishe maisha yako na Kristo. Mtu wa Mungu, kuokoka sio dini. Nisikilize kwa makini. Kuokoka sio dini. Kama kuna kosa kubwa limefanyika kwenye ulimwengu wetu ndani ya Tanzania, ni kutem kwamba ulokole ni dini. Ulokole sio dini. Wokovu sio dini. Kuna watu of course naelewa wanaitwa walokole, lakini nataka nikuhakikishie wokovu sio dini. Wokovu sio dhehebu. Wokovu ni kitu ambacho Mungu anataka ulimwengu wote ukipate. Maandiko yanasema alikuja ili watu wote wamwaminie waokoke. Alikuja ili kila muaminie afanye nini? Aokoke. So Mungu alileta mwaliko wa wokovu kwa watu wote, lakini wale ambao wanauitikia ndo wanaokoka. Wokovu ndi kitu cha kwanza kitakacho kuingiza kuwa na muunganiko na Mungu. Wokovu ndio kitu cha kwanza kitakacho kuingiza kuwa na muunganiko na Kristo. In fact, kuna watu wengi sana wanakubali kwamba Mungu yupo, wanakubali Kristo ni Bwana, lakini hawajawahi kumkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa hiyo jambo la kwanza litakalo kuweka kwenye njia ya kulitimiza kusudi la Mungu, litakalo kuweka kwenye njia ya kufulfill the purpose of God in your life, jambo la kwanza ni kuokoka. Kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 6, maandiko yanasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hakuna njia nyingine itakayokupa connection na Mungu.
Hakuna njia nyingine itakayokupeleka kwa Mungu. Hakuna njia nyingine itakayokuingiza kwenye ufalme. Hakuna njia nyingine itakayokupa access ya kuwa mtoto wa Mungu isipokuwa njia ya Yesu. Kwa hiyo lazima umwamini Kristo ndani ya moyo wako na umkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili uwe umetengeneza mahusiano na yeye, uwe umetengeneza kitambulisho chako kwenye ufalme, na uwe na haki ya kubaki kwenye njia ya kulitimiza kusudi. Kinyume na hapo umekatwa. Kinyume na hapo umekatwa. Kitabu cha Marko sura ya 16 mstari wa 14 na 15 na 16. Marko sura ya 16 mstari wa 15 na 16, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Ni mapenzi ya Mungu kila mtu afike mahala aweze kumpokea Kristo na kumkiri kwamba Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ulokole sio dini. Ulokole ambao sisi tunauita Tanzania ulokole, kwa maana ya kumaanisha wokovu, ni kitendo cha wewe kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unaweza ukamkiri Yesu ukiwa Roman Catholic, unaweza ukamkiri Yesu ukiwa huko KKT, unaweza ukamkiri Yesu ukiwa mtaani, unaweza ukamkiri Yesu ukiwa unaitwa Mwajuma, unaweza ukamkiri Yesu ukiwa unaitwa Ali, unaweza ukamkiri Yesu ukiwa hujaenda kanisani miaka 10. Unachohitaji ni kuamini ndani ya moyo wako na kukiri kwa kinywa ili uweze kuokoka. Baada ya hapo, mambo mengine yote yanayofuata, Mungu pamoja na wewe na bidii zako mtainjinia pamoja ili viweze vitokee. Hatua ya kwanza unayotakiwa kuifanya, unajua wokovu ni kama kupokea kitambulisho cha utaifa. Let's say kwa nchi kama Marekani wana hiyo procedure kwamba ili mtu uweze kupata uhalali wa kupata vitu fulani pale, kuna mchakato wa wewe kutangazwa kama raia wa lile taifa. Wokovu ndio huo mchakato wa wewe kujitangaza kama raia wa ufalme wa Mungu. Unapojitangaza kama wewe ni raia wa ufalme wa Mungu, automatically unapata haki za kutumia resources za mbingu, ulinzi wa mbingu, unapata neema, unapata msaada, unapata kibali, unapata connection, unakuwa mwanafamilia. Kwa hiyo vitu vyote vinavyohusu familia utahusishwa. Kinyume na hapo utahesabika kama stranger. Sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtu ambaye sio raia wa Tanzania haruhusiwi kumiliki ardhi. Hata kama una mabilioni ya hela, hauruhusiwi kumiliki ardhi. Mgeni haruhusiwi kumiliki ardhi, ni raia tu wa Tanzania. Angalia kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10. Maandiko yanasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na ukamwamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Huu ndo ulokole, huu ndo wokovu. Ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na ukaamini ndani ya moyo wako kwamba alikufa, akazikwa, akafufuka, umeokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata akapata haki, kwa kinywa hukiri hata akapata wokovu. Unatakiwa kupiga hatua zaidi ya kusema kwamba namwamini Mungu. Kuna watu wengi hawana tatizo na kukubali Mungu yupo, hawana tatizo na kumwamini Yesu, lakini hawajawahi kumkiri kwa kinywa kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ukifanya hivyo ndo unakuwa umekamilisha mchakato wa kuweza kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Jambo la pili unaotakiwa kulifanya, jenga tabia ya kumtafuta Mungu kila siku. Jenga tabia ya kumtafuta Mungu kila siku ili uweze kubaki kwenye njia ya kulitumikia kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Jenga tabia ya kumtafuta Mungu kila siku. Hatumtafuti Mungu kwa sababu Mungu amepotea. Hapana. Tunaposema kumtafuta Mungu, maana yake tunamaanisha kutafuta uwepo wake. Tunamaanisha kutafuta kuisikia sauti yake. Tunamaanisha kutafuta kuyajua mapenzi yake. Mungu akisha kufunulia kusudi, sio kwamba amemaliza na wewe. Anataka kila siku on daily basis
akufunulie nini cha kufanya, namna ya kwenda. Ndio maana ile Zaburi inasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri na jicho langu litakuangalia. Maana yake Mungu anayo nafasi ya kukushauri kwenye biashara yako. Anayo nafasi ya kukushauri kwenye hiyo kampuni ambayo upo. Anayo nafasi ya kukushauri kwenye mambo yako ya familia. Mungu anataka awe na anakushauri. Sasa atakushaurije ukiwa mbali na yeye? Kwa hiyo unatakiwa kutengeneza nafasi na nidhamu ya kuweza kumtafuta Bwana. Angalia kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 16 mstari wa 11. Maandiko yanasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mungu anataka utafute uso wake siku zote. Mungu anataka utafute uso wake siku zote. Nilikuwa namsikiliza mtumishi wa Mungu mmoja, akanipa hii, ikanisaidia sana. Akasema Mungu huwa habariki kitendo cha maombi. Mungu anabariki tabia ya maombi. Watu wengi wanaamini kwamba maombi yanafanya kazi kama vile unaenda dukani, unalipa hela, unanunua, unaondoka. No. Mungu habariki tabia ya Mungu habariki kitendo cha maombi. Unaomba ukiwa unaumwa, unaomba ukiwa una hofu, unaomba mambo yakiwa yamekutaiti. No, Mungu anabariki tabia, muendelezo kila siku. Ndio maana anasema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Haya Mungu alikuwa anatoa sio ushauri, Mungu alikuwa anatoa maagizo. Siri ya ushindi ni nini? Siri ya ushindi ni kumtaka Bwana na nguvu zake na kuutafuta uso wake siku zote. Mithali 8:17 inasema, na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. So there is a guarantee. Kama utaweka bidii kwenye kumtafuta Bwana, utaisikia sauti yake, uwepo wake utakufunika na mapenzi yake atakufunulia. Kwa hiyo jambo la pili unaotakiwa kulifanya kwa bidii kwenye maisha yako, ili kubaki kwenye njia ya kulitimiza kusudi la Mungu, ili kubaki kwenye njia itakayokupa focus, itakayokupa energy, itakayokupa passion ya kuweza kulitimiza kusudi, ni kumtafuta Mungu siku zote. Jambo la tatu, heshimu sana neno lake. Heshimu sana neno lake. Mungu atakufunulia kulingana na nafasi uliolipa neno lake. Mungu ataonekana kwako kulingana na nafasi ambayo umelipa neno lake. Mungu huwa hajifunui kwa mtu ambaye hana neno. Mungu huwa haonekani kwa mtu ambaye hana neno. Chochote ambacho unataka kukiona katika Mungu, lazima uwe na ufunuo kutoka kwenye neno. Usipokuwa na neno, Mungu hana biashara na wewe. Kwa hiyo tengeneza nidhamu ya kulisoma neno la Mungu. Tengeneza nidhamu ya kulitafuta neno la Mungu. Neno la Mungu hautakiwi kusomewa na mtumishi wa Mungu siku za ibada. Neno la Mungu unatakiwa unalisoma wewe binafsi kwenye maisha yako. Katika vitu ambavyo haupaswi kufanyiwa na mtu ni pamoja na kulisoma neno la Mungu. Isaya 66 mstari wa 5. Maandiko yanasema, lisikilizeni neno la Bwana, ninyi mtetemekao kwa sababu ya neno lake. Unaona hii kitu? Mungu anataka ufike sehemu uwe unatetemeka mbele ya neno lake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndio neno lake na neno lake ndio Mungu. Mungu anajifunua kwenye neno lake. Hapo mwanzo alikuwepo neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Then huyo neno akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wa Bwana kupitia huyo neno. So neno la Mungu ndio ambalo litamfunua Mungu kwenye maisha yako. Kila kitu unachotamani kukipata katika Mungu, kila kitu unachotamani kukiona katika Mungu kimefichwa kwenye neno lake. Kiwango chako cha kulijua neno la Mungu ndio kiwango chako cha kumuona Mungu. Kiwango chako cha kupata msaada wa Mungu kimefungwa na ufunuo ulionao kwenye neno la Mungu. Kwa hiyo kwenye kila kitu ambacho umekwama, sio kwamba umekwama kwa sababu Mungu hawezi kufanya. Umekwama kwa sababu hauna neno la Mungu lililofunuka kwako. So jitahidi kulisoma neno la Mungu. Jitahidi kusikiliza watumishi wa Mungu wakiwa na kufundisha vitu kama hivi, ili maandiko yafunuke kwako, upate access ya kuweza kukiona. Lazima kuna kitu kifunuke ndani yako. Ndio hicho kitu ambacho kimefunuka kipate nafasi na kibali cha kuweza kuonekana kwenye maisha yako. Jambo la 4, jazwa na Roho Mtakatifu.
tafuta ujazo wa Roho Mtakatifu. Ni vigumu sana kulitimiza kusudi la Mungu bila kujazwa Roho Mtakatifu. Ni vigumu. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye msaidizi ambaye tuliahidiwa. Roho Mtakatifu amepewa nafasi ya kutufundisha. Roho Mtakatifu amepewa nafasi ya kutukumbusha. Roho Mtakatifu amepewa nafasi ya kutusaidia kwenye udhaifu wetu. Kanisa la Agano Jipya, mimi na wewe, mchungaji wetu ni Roho Mtakatifu. Baada ya Yesu kuondoka, Roho Mtakatifu alikuja na mission yake ilikuwa ni kuleta msaada. So kama utakuwa umejitenga na Roho Mtakatifu, maana yake umejikata na msaada wa Mungu. Umejikata na kila operation inayomhusu Mungu. Kwa hiyo tafuta ujazo wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4 na wa 5, maandiko yanasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho aliyowajalia kutamka. Nao walikuwa Yerusalemu, Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Sasa naomba nikupe story vizuri. Hapa ndipo ambapo Roho Mtakatifu alishuka kwa nguvu mara ya kwanza duniani. Kipindi cha Pentecost. This was the Pentecostal day. Mitume wakajazwa Roho Mtakatifu. Dalili ya kwanza umejazwa Roho Mtakatifu ni kunena kwa lugha. Na jambo moja la hatari ni kwamba kama kuna kitu adui amefanikiwa kukishambulia kwenye kanisa la kizazi hiki ni kunena kwa lugha. Kwa sababu kuna watu wengi wana mitazamo mbalimbali. Kunena kwa lugha ni vitu watu wanatunga, sijui no. Mtu wa Mungu, kama unahisi ni vitu watu wanatunga, bado hujapata ufahamu sawa sawa. Kuliko kubishana mambo ya mtandaoni na kuamini vitu ambavyo havipo, tafuta kujifunza uweze kuelewa. Operation zote za ulimwengu wa roho kwenye majira haya zimefungwa katika ujazo wa Roho Mtakatifu. Bila kuwa na ujazo wa Roho Mtakatifu, kuna realms hautaweza kufika kuweza kuoperate. So lazima uweze kujazwa na Roho Mtakatifu. Unajua nini kilitokea hii siku? Hii ndio siku ambapo mitume walijazwa na Roho Mtakatifu, wakanena kwa lugha. Then Petro ambaye alimkana Yesu mara 3 akasimama akahubiri. The first day Petro anasimama kuhubiri, waliokoka watu 3,000. Watu 3,000. Mimi nimepata neema ya kuwepo kwenye mikutano ya Injili. Msikiza mtu wa Mungu, kama utahubiri wakaokoka watu 3,000. Hiyo sio mchezo. Sio mchezo, sio mchezo, sio mchezo. So baada ya ujazo kilichofuata ni operation. Hauwezi ukalitimiza kusudi la Mungu kama haujajazwa na Roho Mtakatifu. Wepesi alioupata Petro wa kuweza kuleta matokeo ya ajabu kiasi hicho ni kwa sababu alikuwa na ujazo. Kwa nini? Kwa sababu mambo ya Mungu yanaenda kwa uwezesho ambao unaupata kwa Mungu, si kwa nguvu wala uweza. Angalia kitabu cha Zakaria sura ya 4 mstari wa 6. Zakaria sura ya 4 mstari wa 6, maandiko yanasema, akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Utaumia sana kama utajaribu kulitimiza kusudi la Mungu kwa nguvu zako. Utateseka sana kama utajaribu kulitimiza kusudi la Mungu kwa elimu yako. Utachoka mno kama utajaribu kutumia connection zako. Moja kati ya dalili ya kwanza inayoonyesha kwamba umemachua na unajua unachokitimiza sio kitu chako, ni kitu cha Mungu, ni kutengeneza nidhamu ya kumtaka Mungu na nguvu zake. Kutengeneza nidhamu ya kuomba. Ili upate nini? Ili upate ujazo, uweze kutimiza kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu halitimizwi kwa ujanja. Kuna watu wengi, mtu wa Mungu, wenye nguvu, mwisho wa siku wanajikuta wanafanya vitu vya ajabu. Kwa nini? Kwa sababu walishaachana na huyu Mungu muda mrefu. Hata uwe tajiri wa matajiri duniani, kusudi la Mungu, angalia ile andiko linasema, si kwa nguvu wala uweza. Uweza wa nini? Si kwa uweza wa fedha, uweza wa kielimu, umaarufu wako, uzoefu wako, si kwa nguvu wala uweza. Ni kwa nini? Ni kwa Roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo lazima ujazwe na Roho Mtakatifu. Jambo la 5, inua upendo kwa Mungu. Unataka kulitimiza kusudi la Mungu? Unataka kupata matokeo makubwa kwenye maisha yako? Unataka kuwa na impact na watu waguswe na kile kitu unachokifanya? Inua upendo kwa Mungu. Upendo kwa Mungu una maana gani? Mambo 4. Penda neno lake.
heshimu nyumba yake, wapende watu wake, heshimu watumishi wake. Njia 4 za kuonyesha upendo wa Mungu. Number 1, lipende neno lake, heshimu neno lake, soma neno, wekeza kwenye neno, uwe mtu mwenye bidii ya kulitafuta neno, onyesha hofu yako unapokuwa unalisoma neno, weka commitment ya kulisoma neno. Usiwe mtu ambaye wewe neno la Mungu kwako ni kitu cha kawaida. Usiwe mtu ambaye neno la Mungu ni kama magazeti, ni kama stori za udaku. No, soma neno la Mungu. Jambo la pili, ipende nyumba yake. Ipende nyumba yake. Patikana kwenye nyumba ya Bwana. Uwe na sehemu ambapo unatambulikana kama mshirika. Uwe na sehemu ambako unahesabika wewe ni mwanafamilia. Ipende nyumba yake. Na sio tu ishie tu kwenda, lazima uwe na mchango kwenye ile fellowship au hilo kanisa ambalo unaabudu. Namba 3, penda watu wake. Penda watu wake. Penda watu wake. Hao watu Mungu anawapenda. Maandiko yanasema Yesu alikuja kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu, ili kila muamini asipotee awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Mungu anaupenda ulimwengu. Mungu anawapenda hao watu. Kwa nini wewe uwachukie? Penda watu wake. Penda watu wake. Penda watu wake. Penda watu wake. Jambo la 4, heshimu watumishi wake. Heshimu watumishi wa Mungu. Heshimu watumishi wa Mungu. Mungu amekupa watumishi kwa ajili ya kukusaidia, kwa ajili ya kukukuza, kwa ajili ya kukufunza. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4 na wa 6. Mstari wa 4 hadi wa 6 maandiko yanasema, Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4 hadi wa 6 maandiko yanasema, sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya nayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. So Mungu anataka umpende kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote na kwa akili yako yote. Tengeneza nafasi ya kumpenda Mungu wako. Automatically hauta struggle kusamehe watu wengine. Hauta struggle kuchukuliana na watu wengine. Unajua tuna struggle kwa sababu tunajaribu kufanya vitu ambavyo vina uwezesho wa Mungu nyuma yake kwa uwezo wa kibinadamu. Ni ngumu sana kusamehe watu. Ni ngumu sana kuchukuliana na watu kijaribu kwa uwezo wako. Lakini kama utafuata hizi principles, utajikuta tu umeanza kuwa mtu muungwana, umeanza kuwa mtu shwari, umeanza tu kuwa mtu ambaye hauna matatizo na mtu na unajikuta unaishi. So wewe ni mfanyabiashara, wewe ni mkulima, wewe ni mwalimu, wewe ni daktari, wewe ni nesi, hizi ndio kanuni. Liheshimu neno la Mungu. Liheshimu neno la Mungu. Liheshimu neno la Mungu. Lipende neno la Mungu. Ipende nyumba yake. Wapende watu ambao Mungu amekupa. Haswa hao watu unaowahudumia. Sijui ni wewe unawaita wateja, kwa mwingine ni wanafunzi, kwa mwingine ni wagonjwa, kwa mwingine ni washirika, kwa mwingine ni followers wako mtandaoni. Wapende hao watu. Wapatie kilicho bora. Usiwafanyie mambo ya ovyo. Waheshimu, wathamini. Wape nafasi ya waone utu wao umeheshimika. Then waheshimu watumishi wa Mungu. Hii kanuni haitakufelisha. Jambo la 6. Mtukuze Bwana Mungu wako kwenye kila jambo. Unataka kulitimiza kusudi la Mungu, unataka kubaki kwenye njia itakayokufanya uweze kuwa na focus, kuwa na nguvu, kuwa na ujasiri. Unajua ni rahisi sana kupoteza ujasiri wako. Kuna watu wengi wanafanya vitu vizuri, lakini ujasiri kwamba hiki ninachokifanya ni cha Mungu umeshapotea, umeshakatika. Kwa nini? Kwa sababu ya vitu vidogo vidogo ambavyo wao walivientertain, waliviruhusu vikaingia kwenye njia zao. So hiki ninachokupa kitakupa ujasiri, kitakupa assurance kwamba hata Mungu akija leo akakuuliza unafanya nini, unamwambia Mungu naitumikia kusudi lako. So fanya kila kitu kwa ajili ya kumtukuza Mungu wako. Kumtukuza Mungu sio kumwimbia. Kumtukuza Mungu ni ile desire kwamba ninachokifanya kimheshimishe Mungu wangu. Jiulize hili swali, kwa unachokifanya, kwa namna unavovaa, namna unavoongea, namna unavojibu wengine, maneno yako, stori zako,
marafiki waliokuzunguka, tabia zako za kila siku, Mungu wako anaheshimiwa. Mungu wako anaheshimika. Mungu akija leo atakuwa proud na wewe. Kuna ile kusema kwamba anajivunia. Mungu anaweza akasema kwamba anajivunia wewe. Mungu anaweza akasema kwamba aisee, huyu mtu anaupendeza moyo wangu kwa mambo unayofanya. Hiyo ndio maana ya kumtukuza Mungu kwenye maisha yako. Mtukuze Mungu na mahusiano yako. Mtukuze Mungu na njia zako za kutafuta pesa. Mtukuze Mungu na matendo yako na nidhamu zako za maisha. Kitabu cha Isaya 53:7, maandiko yanasema, kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu, mimi nimemuumba, naam mimi nimemfanya. Mungu ametufanya kwa ajili ya utukufu wake. So ni makosa makubwa kama wewe uliyeumbwa kwa ajili ya utukufu wake utaliletea aibu jina lake. Jambo la 7, nini cha kufanya ili kubaki kwenye njia ya kulitumiza kusudi la Mungu? Fanyika lango la wokovu na kuwavuta wengine kwa Kristo. Mtu wa Mungu, fanyika lango la wokovu. Ifike sehemu uwe na wivu na watu. Yaani uwe unatamani watu wamjue Kristo. Unajua, nimefanya kautafiti kadogo ambako sio rasmi. Nimekuja kugundua watu wengi wa Mungu, watu wengi wa ufalme wa Mungu ni wazito sana kushare habari njema ya wokovu. Kwa nini? Kwanza, sababu rahisi, kwa sababu hata yeye mwenyewe hayuko sure na kile kitu anafanya. Yaani ukimuuliza umeokoka, it's like yeah, nimeokoka. Kuokoka ni nini hajui. It's like kwenda tu kanisani. Kwa hiyo watu wengi ukiwaambia afanyika lango la wokovu, wavuta wengine kwa Kristo, wanajua kuwaleta watu kanisani. Hapana. Kufanyika lango la wokovu ni kuwaongoza watu waweze kumjua Mungu, kumtamani Mungu, kutaka mahusiano naye, na mpaka kufika hatua ya kumpokea Kristo na kumkiri Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Mtu wa Mungu, tuko kwenye majira yanayoitwa majira ya siku za mwisho. Na moja kati ya assignment kubwa kama kanisa kwenye majira haya ni kufanyika lango la wokovu. Mtu wa Mungu, kuihubiri injili sio kazi ya wachungaji peke yao. Kuhubiri injili sio kazi ya wainjilisti peke yao. Kuhubiri injili ni kazi ya kila mtu. Maandiko yanasema, akawaambia enendeni ulimwenguni kote. Hakusema wachungaji, hakusema mitume, hakusema manabii. Hii inaitwa Great Commission, ni utume mkuu ambao kila mtu amepewa. So kazini ambako upo, tengeneza nafasi ya kuzungumza na watu maneno ya Mungu. Kwenye biashara yako, tengeneza nafasi ya kuzungumza na wateja maneno ya Mungu. Hebu waonyeshe watu kwamba unafurahia hayo maisha yako ya wokovu. Lakini kitu cha msingi pia kuweza kukwambia, sio tu kutengeneza nafasi, wewe mwenyewe uwe mtu representable. Uwe mtu ambaye unauzika. Watu wakikuona waseme aisee, tunatamani kuwa kama wewe. Tunatamani tujue siri ya urembo wako, siri ya mafanikio yako ni nini, siri ya wewe kuwa na amani na utulivu ni nini, siri ya wewe kuwa na furaha wakati wote ni nini. Ndio hapo sasa unaanza kumwambia kwamba mimi sipigani mwenyewe, napiganiwa na nani? Napiganiwa na Baba. Kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 16 anasema, si nini mlinichagua mimi, bali mimi niliwachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awapeni. Ili andiko maana yake ni kwamba sisi tuliopata neema ya kuwa kwenye wokovu mpaka sasa, sio sisi ndo tulianza kumchagua Yesu. Yesu alituchagua sisi. Na alipotuchagua sisi, akatengeneza namna watu wengine wakaitii sauti yake, wakatuletea habari njema, tukaokoka. Na maandiko yanaendelea yanasema, tulichaguliwa ili tufanye nini? Ili tuzae matunda. Na mojawapo ya wewe kuzaa matunda ni kufanyika lango la wokovu. Kuzaa matunda maana yake ni wewe kuzalisha watu wengine waingie kwenye familia ya ufalme wa Mungu. Moja kati ya commitment yako kubwa hapa duniani unaotakiwa kuwa nayo ni kusema kwamba sitaondoka duniani, sitatimiza umri fulani kabla sijasababisha watu kadhaa waweze kuokoka. Wamkiri Mungu, wampokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wabadilishe njia zao, wawe salama. Na sio kwamba kwa kuwakosoa sijui mnavaa, no, lakini with a good intention. Mtu abadilishe muktadha mzima wa maisha yake. So
Hakikisha unafanyika lango la wokovu. Na mimi kwenye hilo naomba nikupe hii, wewe ambaye umepata neema ya kunisikia leo. Kama utakutana na mtu yoyote anakuambia ninasumbuliwa na stress, sijielewi, sijui na changamoto za ndoa, na changamoto kwenye biashara, nimepewa neema na Mungu ya kufanya kazi kama consultant. Nimekuwa na coach watu kwenye biashara, nimecoach watu kwenye mahusiano, na hiyo neema ya kuzungumza na mtu. Kwa hiyo mlete huyo mtu tuzungumze naye. Hauwezi ukahubiri injili kama hauna boti. Sijui kama nimekuchanganya sana. Yesu alipofika kwa Petro alimwambia Petro, nipatie boti. Boti maana yake nini? Boti ni platform. Hauwezi ukahubiri injili ukiwa tu hauna platform. Injili ni rahisi sana kuihubiri ukiwa kwenye platform yako. Injili ni rahisi mno kuihubiri na hutapata ukakasi ukiwa kwenye platform yako. Kwa mimi umumu kwenye haya mambo ya ushauri na saa, umumu kwenye kusikiliza watu, kwenye kuwasaidia, kwenye kuwakanseli, umumu ndio injili inahubiriwa. So kama ni wewe, kama ni ndugu yako, kama ni rafiki yako, mpatie namba ambayo inaonekana kwenye screen hapo hiyo WhatsApp, mwambie mtumie message, mtumishi wa Mungu, mtawasiliana naye na nitamsaidia huyo mtu. It is my great desire watu waweze kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Jambo la 8, kwa kumtii Mungu kwenye kila jambo. Kwa kumtii Mungu. Kitu ambacho kitakubakisha kwenye njia ya kulitimiza kusudi ni wewe kumtii Mungu kwenye kila jambo. Unajua Mungu, nimekwambia kwamba anapofanikiwa kukufunulia kusudi, sio kwamba anakuwa amemalizana na wewe. Kuna watu wengi wanavujua tukishapata kusudi ndio basi nakimbia naenda kulitimiza mwenyewe. Hapana. Mungu anataka uweze kuwa naye kwenye hatua kwa hatua. Aziongoze hatua zako, alinde hatua zako, akushauri, akufundishe. Sasa anakushaurije? Kwa wewe kufanyika mtii kwenye kila jambo analokushauri. Mungu atakushauri, badilisha vitu fulani. Mungu atakushauri sasa hivi focus kwenye vitu fulani. Mungu atakushauri tumia mkakati fulani. Mungu anaweza kukushauri toka kwenye marafiki fulani, hebu fanya kitu fulani. So mtii Mungu kwenye kila jambo. Mzee wangu mmoja aliniambia kila unapofanya kitu kimoja kumtii Mungu, kuna kitu unakipa uhai ndani yako. Na kila unapogoma kumtii Mungu, kuna kitu unakiua kwenye maisha yako. So the question is, wewe unamtii Mungu au haumtii Mungu? Angalia kitabu cha Kutoka 19 mstari wa 5 na wa 6, nasema sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Maana dunia yote ni mali yangu, nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa ukuhani, taifa takatifu. Na haya ndiyo maneno aliyowaambia wana wa Israeli. Ukisoma Biblia, hasa kitabu cha Kumbukumbu la Torati, utagundua mara nyingi sana Mungu amerudia ikiwa mtatii, ikiwa mtasikia, ikiwa mtatii, ikiwa mtasikia. Kuna reward ya kumtii Mungu na kumsikia Mungu. Na kuna consequences ambazo unazipata unapofanya kinyume na hivyo. Na jambo la 9 na la mwisho, kwa kumtumikia Mungu. Mtu wa Mungu, usiwahi kukaa kama mtazamaji kwenye ufalme wa Mungu. Una kitu unachotakiwa kufanya. Una kitu unachotakiwa kufanya. Una kitu unachoweza ukakifanya. It is my desire, mtu wa Mungu, upate kitu kwenye ufalme wa Mungu. Hakikisha unapata kitu fulani ambacho unaweza ukakifanya kwa ajili ya Mungu wako. Na huo ndio utumishi. Huo ndio utumishi. Mojawapo ya kitu chepesi ni kuwa mlango wa wokovu, kuwaleta watu kwa Kristo. Kuwaleta watu kwa Kristo, kuzihubiri habari njema. Kushirikiana na watumishi wa Mungu kuzihubiri habari njema. Hakikisha you have something ambacho unafanya kwenye mwili wa Kristo. Mtumikie Mungu kwa maombi yako, mtumikie Mungu kwa fedha zako, mtumikie Mungu kwa muda wako, upatikanaji wako. Tafuta kitu, don't sit idle. Unajua kuna watu milango yao ya maisha imefunguka kirahisi kwa sababu tu wamewekeza kumtumikia Mungu. Wamewekeza kumtumikia Mungu kwenye maisha yao. So mtu wa Mungu, thank you so much kwa kuweza kunisikiliza. It has been an honor, it has been a great privilege kuweza kuyahudumia maisha yako kwenye hii session. Mungu akubariki.
Mungu akulinde, Mungu akuzidishe. Ninaliombea ili neno lisiende bure kwenye maisha yako, likazae kitu fulani, likalete tofauti fulani, na Mungu akubariki. Tukutane kwenye session nyingine.